Naam, bado tupo katika viunga vya Twiga na Jangwani ambapo kubwa zaidi ni kauli ya kocha msaidizi mpya kabisa ambaye ametangazwa rasmi na klabu ya soka ya Yanga siku tatu zilizopita, ambapo tuliona kupitia kurasa mbalimbali za klabu hiyo iliweza kumtangaza. Sasa leo hii bwana, kuna kauli ambayo imekuwa na ushawishi ama tuseme na mwitikio mkubwa sana wa mashabiki wa klabu ya Yanga baada ya kocha huyu kukutana na uongozi wa Yanga chini ya rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, lakini pia akiongozana sambamba na kocha mkuu wa timu hiyo Romain Folz, ambapo kocha huyu msaidizi amewahakikishia viongozi ya kwamba uwepo wake utakuwa na faida kubwa sana katika klabu ya Yanga, na kwamba kutokana na ushirikiano wake pamoja na kocha mkuu Romain Folz anawahakikishia kwamba watafika hatua kubwa sana katika michuano ya kimataifa, na amesema kabisa endapo hawatofika fainali basi hatua ndogo kabisa ambayo Young Africans wataishia ni nusu fainali. Amenukuliwa akisema kwamba naomba munielewe na kuniamini, uwepo wangu katika klabu ya soka ya Yanga utakuwa na matunda makubwa, utakuwa na faida kubwa, na yote nasema ni kwa sababu nimepata nguvu ya kuyasema haya kutokana na kuona vipaji na uwezo mkubwa wa wachezaji waliosajiliwa na klabu hii ya Yanga. Hivyo ni waondoe wasi mashabiki, viongozi na wanachama wa klabu hii, kwani kupitia ushirikiano wangu na mwalimu Romain Folz na wahakikishia timu hii inakwenda kufika mbali. Endapo hatutofika fainali ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu, basi tunakwenda kuishia hatua ya nusu fainali na si vinginevyo. Kwa hiyo kauli hii bwana imechukuliwa ni kama mwelekeo mzuri sana kwa klabu ya soka ya Yanga, na huenda pengine wakafanya maajabu kutokana na uwezo binafsi wa kocha huyu, lakini pia ushirikiano wa vikosi wa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, ambapo mwalimu huyu kabla ya kujiunga na Yanga alikuwa kule nchini Malawi akiwa kama kocha mkuu. Kwa hiyo ni moja kati ya makocha ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini pia wamekuwa na kipaji cha kusoma wachezaji, lakini pia kutengeneza zile mbinu za ushindi pindi wanapokutana na timu ngumu. Kwa hiyo kauli hii ya kocha msaidizi inakwenda kuamsha morali kwa wanayanga na Watanzania kwa ujumla. Una maoni gani katika sakata hili? Tuandike maoni yako kwenye comment section, usisahau subscribe, like, lakini pia kumbuka kushare na wengine waje kutazama. Hii ni Mapro TV.